Kitabu hiki kinaeleza umuhimu wa mbio za Mwenge wa Uhuru kama alama ya mshikamano wa Watanzania wote bila kujali tofauti zetu za dini, kabila au itikadi. Napenda kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, viongozi na watendaji wa Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Zanzibar kwa kuona umuhimu wa kutunza historia ya taifa letu kupitia kitabu hiki cha miaka 60 ya mbio za Mwenge wa Uhuru. Kitabu hiki ni urithi na rejea muhimu, kwani kinatufundisha na kutukumbusha kuhusu haki, usawa, amani, umoja na mshikamano wa kitaifa tulio nao, ambao msingi wake ulijengwa na waasisi wetu kupitia Mwenge wa Uhuru na falsafa yake. Kutokana na hazina iliyomo katika kitabu hiki, napenda kushauri wizara zetu za elimu bara na visiwani viangalie uwezekano wa kukitumia kama nyenzo ya kufundishia watoto na vijana wetu shuleni na kwenye vyuo vyetu. Ndugu wananchi, ninapenda kuhitimisha hotuba hii kwa kusema mambo mawili. Kwanza, muda mfupi uliopita nimewasiliana na Mheshimiwa Rais ambaye amekuwa anafuatilia tukio hili kupitia vyombo vya habari, na yeye ameniagiza ifuatavyo. Anasema hivi: baada ya kusikiliza risala ya utii ya wananchi wa Tanzania kwake yeye, anaomba sana kura zenu za kishindo tarehe 29 mwezi huu wa 10. Lakini pia anamwombea kura Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa nafasi ya urais kule Zanzibar, ili aweze kufanyia kazi yale ambayo yamependekezwa katika risala hii ya utii, ikiwemo kuongeza uchimbaji wa visima na kupunguza gharama za uchimbaji, lakini pia mpango wa kukopesha vifaa kwa vijana, lakini vile kuhakikisha kwamba wizara zote zinafuatilia mapungufu yote yaliyobainishwa katika risala hiyo kwenye miradi mbalimbali nchini. Lakini vile ataendeleza jitihada zake za kuhimiza wananchi kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Mama Samia oye! Dr. Mwinyi oye! Jambo la pili la kumalizia, napenda kuwakumbusha na kuwasihi wananchi wenzangu kwamba tunao wajibu wa kukuza uzalendo, kufanya kazi kwa bidii, kuheshimu sheria za nchi na kutunza mazingira ili kumwenzi baba wa taifa kwa vitendo. Lakini vile kuendelea kuthamini na kuiweka hai falsafa ya Mwenge wa Uhuru kama tunu ya taifa inayoakisi maono ya baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere na waasisi wenzake. Aidha, ninawasihi nyote kujitokeza kwa wingi kupiga kura tarehe 29 Oktoba 2025 ili tuwachague viongozi waadilifu, wazalendo na wenye maono ya kuipeleka Tanzania mbele. Ninawasihi wananchi wote na hasa vijana kuhakikisha tunadumisha amani na utulivu wakati na baada ya uchaguzi. Mwenge oye! Mbeya oye! Mwisho kabisa, asanteni sana wananchi wa Mbeya na viongozi wa mkoa huu kwa ukarimu wenu. Zawadi mlizonipatia ni kichocheo cha kuendelea kuitumikia mama Tanzania kwa uwezo wangu wote.
Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika.